Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu Zanzibar imewekeana saini ya makubaliano na Jumuiya ya Kampuni Changa Zanzibar inayojulikana kwa jina la Zanzibar Startup Association unaolenga ushirikiano mkubwa kati ya serikali na sekta binafsi. Hafla hiyo iliyofanyika Aprili 8, 2026 ndani ya ukumbi wa Madinatul Bahari Zanzibar. Akizungumza Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu Mheshimiwa Mutrik Ramazan Soraga amesema kuwa serikali imeendelea kuwa mstari wa mbele juu ya kuweka mazingira wezeshi na ukuaji wa kampuni changa kupitia mikakati imara. Ni wa hati hii ya makubaliano kati ya Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu na Jumuiya ya Kampuni Changa Zanzibar, yani Zanzibar Startup Association, unaashiria hatua mpya ya ushirikiano wa kimkakati kati ya serikali na sekta binafsi. Ushirikiano huu unalenga kujenga na kuanzisha taratibu na mfumo wa kisheria utakazotambua, kusimamia, kuratibu, kuzilea, ikiwemo kuziwezesha kampuni changa. Mfumo utakaowezesha vijana wetu wabunifu kuanzisha biashara, kuzikuza na kuzigeuza kuwa nguzo imara zinazochangia ipasavyo katika uchumi wa taifa letu. Ni lazima tutambue kuwa kampuni changa sio tu biashara ndogo, bali ni chanzo cha ubunifu, kichocheo cha ajira na nguvu kuu ya mageuzi ya uchumi wa kidijitali. Ndugu wageni waalikwa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa mstari wa mbele katika kuweka mazingira wezeshi kwa ukuaji wa kampuni changa au startups kupitia hatua mbalimbali za kimkakati. Miongoni mwa juhudi hizo ni pamoja na kuimarisha sera na mifumo ya tehama ili kukuza uchumi wa kidijitali na ubunifu, kuendeleza miundombinu ya kidijitali ikiwa ni pamoja na upanuzi wa huduma za internet na mifumo ya mawasiliano, kuanzisha na kuimarisha vituo vya ubunifu na ubunifu shirikishi vinavyowawezesha vijana kukuza mawazo yao, kukuza ujuzi wa kidijitali kwa vijana kupitia mafunzo, programu za ujasiriamali na ushirikiano na taasisi za elimu, ikiwemo kupata mafunzo ya tehama kupitia vituo vyetu 11 Unguja na Pemba, kuvutia uwekezaji katika sekta ya teknolojia na ubunifu ikiwa ni pamoja na kuhamasisha ubia kati ya sekta ya umma na binafsi. Naye Naibu Waziri wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu Zanzibar, Mheshimiwa Mohamed Sijamini Mohamed alisisitiza kuwa kujiwekeza katika sekta binafsi kwa lengo la kuibua vijana katika ujuzi na ubunifu zaidi. Hata hivyo, mafanikio haya hayatopatikana kwa makubaliano pekee, bali yatategemea utekelezaji thabiti, ushirikiano endelevu na uwajibikaji wa kila mmoja wetu. Kama nilivyoanza kutangulia kwamba kila mmoja sasa anatakiwa ajue kwamba yeye nchi hujengwa na mwananchi, na sisi aliona mzee Karume hayati mzee wetu, na jana tu tulikuwa tunaadhimisha siku yake, kwamba huwezi kuwa mwananchi kama wewe huna uchungu wa nchi. Kwa hiyo uchungu wa nchi maana yake ni ile ku play your role, kuliko kuanza kusema mimi kudai hujafanyiwa nini, lakini anza kwanza wewe mwenyewe kutekeleza, kuifanyia nchi yako wajibu wako, kwamba sote hapa tulikuwepo nchi yetu inatudai kila mmoja. Kwa hiyo ongereni sana ambao umepata fursa nikiwemo na mimi mwenyewe binafsi ya kufanya kazi popote duniani, lakini bado ukachagua kurudi nyumbani. Kwa upande wao, viongozi wa ZSA pamoja na UNDP wamesema kuwa makubaliano hayo ni chachu ya kuongeza ubunifu kwa vijana na kutainua wigo mpana kwa ajira nchini. Ni ukweli usiopingika kwamba bado hii dhana ya startups ni ngeni. Tulibahatika kufanya study ya kuangalia hali ikoje, na Madam Toma hapa yupo kutoka ZRSP, wao ndo walikuwa wameongoza ile study. One of the biggest challenge ambayo tulikuwa tunakutana nayo ni definition ya nini ni startup. Kwa wadau mbalimbali tunapata definition tofauti. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu sana kujua hata wapi startups anafiti. Tukisema startups, kwa mdau huyu anahisi startup ni small business, mdau huyu anahisi startup ni mtu wa aina hiyo. Lakini kwenye ile studies tumekuja kukuta changamoto mbalimbali ambazo zipo. Moja ni hiyo kuwa na hiyo clear definition. Pili, mazingira ya kisheria
mengi sana yalikuwa sio wezeshi wala sio rafiki, haswa kwa vijana ambao ni wachanga, ni wabunifu, ndo kwanza wanakuja na mambo yao, wapi wapite, procedures zipi ambazo wanatakiwa kufuata. Lakini pia tatu ni masuala ya access to finance, uwezeshaji wa kifedha, lakini pia hata uwezeshaji wa kitaaluma, ni wapi ambapo wanaweza kupata hizo support. Kwa hiyo ndo hali halisi ya ecosystem yetu, na kwa nchi nyingi sana tutaendelea kufanya kazi na serikali vile vile na kufanya kazi na ZSA kuhakikisha kwamba hili jambo linakamilika, kwa sababu kuwa na sheria ni jambo la kwanza, kutekeleza sheria ni jambo lingine, kwa sababu kuna mifumo mingine itabidi ibadilike, kuna uwezeshwaji ambao itabidi uwepo katika at the institutional level. Kwa hiyo ni vita ambavyo tutaendelea kujadiliana na serikali na wadau wengine ili kuangalia jinsi gani hii sheria ikija kuja kukamilika angalau iweze kutekelezeka ili manufaa yaonekane. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakipongeza kwa startup ecosystem ya Zanzibar, na pengine itakuwa ni mfano mzuri kwa maeneo mengine kujifunza. Kama hii sheria ikiweza kutengeneza ndani ya miezi 6 ikakamilika, nadhani ni somo kubwa sana kwa hata mainland na sehemu zingine ambazo unaweza kujifunza. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana.